Hapo kuja bwana harusi. Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji, mwanafunzi mwaminifu Yesu Kristo, wewe ambaye unaendelea kupata maarifa ya ulimwengu wa roho kupitia channel yako pendwa Question One Injili na Ushuhuda TV. Ni Mwalimu Chris Deogrates, ninakukaribisha tena katika mwendelezo wa tafsiri ya ushuhuda wa mwinjilisti Naya Wanjiru kutoka nchini Kenya. Ushuhuda wa madhabahu tatu za giza na za siri ambazo wachawi wanazijenga katika vyumba vya Wakristo ili kutumia kama malango kwa ajili ya kuwashambulia, kudhuru afya yao, kuharibu maisha yao ya wokovu, kuharibu familia zao na kila kitu ambacho kinawahusu. Na leo tutaangalia madhabahu ya tatu ya siri ambayo wachawi huijenga kupitia vitu mbalimbali tunavyoviweka vyumbani mwetu, katika vyumba vyetu vya kulala bila sisi wenyewe kujua, lakini vinatumika kama silaha na malango ya ufalme wa giza kwa ajili ya kutushambulia. Kwa hiyo nikukaribishe sana mpendwa mtazamaji, msikilizaji, popote unaponifuatilia, na ninakusihi sana kwa kuwa ni vitu ambavyo vinaathiri mabilioni ya watu, hata Wakristo ambao wako leo makanisani wanampendeza Mungu lakini bado wanaathiriwa na hivi vitu. Kwa hiyo usiache kushare, usiache kusikiliza mpaka mwisho, lakini usiache kulike, usiache kucomment na usiache kushare. Share kwa rafiki zako, ndugu, watu wa kanisani wengi, kwa kuwa wako mabilioni ya Wakristo ambao wameokoka lakini bado na magonjwa, wakienda hospitali hawaambiwi, hawawezi, mengi hayatambulikani, na hata wakianza kutumia madawa hawakuwahi kupata nafuu. Kwa hiyo naomba nikukaribishe sana. Kuna siri nyingi utajifunza na maarifa mengi ya kiroho ili tupate kutoka katika kongwa la yule adui. Karibu. Nitaeleza sasa kuhusu madhabahu ya tatu ya siri ambayo wachawi huijenga katika nyumba za kulala wa Kristo na kuwatesa maisha yao na njia zao zote. Hii ni madhabahu ya vitu vya kurithi. Hii ndio madhabahu yenye nguvu na ndio hatari zaidi ya madhabahu zote tatu. Wakristo hawaleti vitu hivyo ndani mwao wao wenyewe tu, bali huvirithi kutoka kwa ndugu zao, watangulizi wao, au kupokea kwa marafiki na ndugu zao kama zawadi. Hupewa na ndugu wa familia bila kuwa makini au bila hata kujua nini vitu hivyo hubeba kwenye ulimwengu wa roho. Mara tu vitu hivyo viingizwapo katika vyumba vyao vya kulala, hugeuka na kuwa madhabahu za kichawi zinazotoa nafasi kwa mapepo na wachawi kuweza kukinasa kizazi chote cha watu hao, kutambua magonjwa na mateso yao na kuyapatiliza kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hii ndio sababu ya kuwepo kwa madhabahu ya urithi. Nitaeleza namna ambavyo vitu vya kurithi au zawadi za kupewa zinavyogeuka na kuwa madhabahu za kipepo. Katika jamii zetu, kurithi vitu mbalimbali toka kwa ndugu au marafiki zetu waliofariki kinaonekana kuwa ni tabia ya kawaida. Wengine hurithi vitu kama mavazi, mapambo kama vile pete, hereni, cheni na kadhalika. Lakini wengine hurithi vitu vya samani kama vile meza, viti, vitanda, makabati, picha na vitu vingine kadha wa kadha. Watu wengi hupokea na kubaki na vitu hivyo kwa nia nzuri tu. Wengi hufanya hivyo kwa lengo la kuwaheshimu wapendwa wao waliokwisha fariki na waliotangulia mbele zake. Wanafanya hivyo ili kufanya kumbukumbu za watu hao kuendelea kuwa hai. Lakini kile ambacho watu wengi hawajui ni kwamba vitu hivyo vingi hubeba maagano ya kiroho. Vinaambatanishwa na roho za kichawi. Kama aliyevimiliki mwanzoni alikuwa mshirika wa malango ya giza, yani kama aliwahi kuwa mshirika wa dini au imani za jadi, kama aliwahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, kama alikuwa akitoa kafara kupitia waganga wa kienyeji au ibada za wafu au kwenye biashara zake, au kama alijiingiza katika jamii za siri, katika uchawi na ibada za mashetani. Kama aliwahi kufanya moja ya mambo hayo, basi kitu hicho alichokiacha baada ya kifo chake kimechafuliwa kichawi na kimenajisika. Kimebeba lundo la mambo ya kichawi na kipepo pia.
na mara tu unapokiingiza ndani mwako, hasa katika chumba chako cha kulala, hugeuka na kuwa madhabahu za kichawi na lango la mapepo na wachawi kuingia ndani mwako na kupata uhalali wa kukumiliki na kukutesa wapendavyo. Wakati tulipokuwa katika uchawi na tulipotaka kuleta matatizo, mateso, adha, vifungo kwa familia au ukoo mzima, hatungeanza kumshambulia kila mwanafamilia au kila mwanaukoo peke yake, la, maana ingetugharimu muda mwingi na nguvu nyingi. Badala yake tulichunguza kubaini vitu walivyorithishana katika familia au ukoo huo, kati ya waliokufa na wale walio hai. Tulitafuta kitu chochote kilichorithishwa na kilichomilikiwa na mtangulizi aliyekufa, ambacho kimebeba roho za maagano ya kipepo. Mara tu tulipokibaini, tukakigeuza kuwa madhabahu ya kichawi na lango la mashambulizi kwao. Mara tu kitu hicho kiingiapo ndani, hasa katika chumba cha kulala, mhusika ataanza kupata mateso, adha mbalimbali, magonjwa ya kutisha, matatizo kama yale ya mtangulizi wake aliyekufa na kumrithisha kitu hicho. Hii ndio sababu unaona kwa nini kuna mwendelezo wa magonjwa ya aina moja katika familia zetu, toka kwa mababu na mabibi hata kwa kizazi cha sasa. Saratani ilirithishwa miongoni mwa watu wa damu moja, magonjwa ya moyo, magonjwa ya akili na kadhalika, toka kizazi hata kizazi. Mara nyingi hayo sio magonjwa ya kibiolojia toka kwa wazazi, bali ni magonjwa ya kiroho. Haya ni mateso ambayo ulimwengu wa giza huyapasisha miongoni mwa vizazi vya watu kama matatizo ya urithi. Mateso haya hupata nguvu kutokana na vitu vya urithi ambavyo hugeuka na kuwa madhabahu na malango ya kiroho kwa mtu au familia nzima. Hebu nikupe ushuhuda wa familia niliyokuwa nimeifuatilia kwa miaka kadhaa nilipokuwa katika uchawi. Ni familia ya Mr. Otieno na iliyokuwa inaishi huko Kisumu. Wanawake wote wa familia na kizazi hiki waliugua magonjwa ya kutisha na ya aina moja. Wote walisumbuliwa na maumivu makali na ya kichwa na yale ya upande moja, au wengine hupenda kuita kipanda uso. Tatizo hilo la maumivu makali ya kichwa ya upande yanapowatokea yalidumu kwa siku kadhaa, kiasi madaktari hawakujua tatizo hilo, chanzo chake, wala namna ya kuwasaidia. Dawa zilizotumika zilitoa nafuu ya muda mfupi, kisha maumivu yaliendelea kama kawaida. Kila mwanamke wa familia ile alipofikia umri wa miaka 35 alianza kukumbana na mateso, adha, magonjwa yale ambayo watangulizi wake katika familia walikumbana nayo. Nayo alianza kukabiliwa na maumivu makali ya kichwa yasiyovumilika. Magonjwa na mateso ambayo bibi alikuwa nayo, mama na sasa mtoto wao. Ilikuwa ni kurithishana, ni mwendelezo ambao hakuna ambaye angeweza kuvunja. Nilikuwa nimesainiwa kusimamia mateso ya familia hii. Wajibu wangu mkubwa ulikuwa kuhakikisha uwepo wa madhabahu ambayo itahakikisha mateso hayo yanaendelea vizazi hata vizazi. Madhabahu hiyo haikuwa ni kitu kingine cha ajabu, bali ilikuwa ni stuli ya mbao iliyopokezanwa miongoni mwa wanafamilia zaidi ya miaka 60. Stuli hiyo mwanzo kabisa ilikuwa ya bibi yao wa kwanza aliyekuwa kwenye utumishi wa giza kabla hajafa. Stuli hiyo ilishatumiwa naye kwenye mambo ya uchawi. Ilikwisha kuwekwa wafu kwa uchawi, ilibeba kila aina ya uchawi na laana. Bibi huyo alipofariki, stuli hiyo ikarithishwa kwa binti yake ambaye aliweka chumbani mwake. Hakujua siri ya uchawi iliyobebwa na stuli hiyo, hivyo mara tu alipoiweka chumbani mwake, naye tatizo la maumivu makali ya kichwa ya upande likaanza. Maumivu yake yalikuwa makali sana, kiasi alilazwa na kusaidiwa kitandani kwa siku kadhaa. Alienda katika hospitali kadhaa, lakini hakupata unafuu wowote. Aliombewa, lakini maumivu ya kichwa ya upande yaliendelea. Miaka kadhaa baadaye akafa, na stuli hiyo ikarithishwa tena kwa mtoto wake ambaye naye akaiweka chumbani mwake. Baada ya muda, maumivu yale yaliyokuwa yanayotesa mama na bibi zake yakaja juu yake na kumtesa pia. Mtiririko ule na kwa ukali zaidi yaliendelea kizazi hadi kizazi. Madaktari walipambana tena, lakini dawa zote walizokuwa wakizitoa hazikufanya kazi wala hazikuwasaidia. Maombi yalileta nafuu ya muda mfupi tu, kisha hali ilirudi kama mwanzo. Kila binti aliyefikia miaka 35 aliyerithi stuli hiyo alianza kuugua tatizo hilo. Vizazi vitatu, laana moja, ugonjwa moja ambao madaktari hawakuweza kutoa majibu.
Waliomba, walifunga sana, walienda huko na huku kuomba maombi ya ukombozi, lakini hakuna kilichoweza kuharibu au kuondoa mwendelezo wa tatizo hili. Hii ni kwa sababu madhabahu au malango ya adui, yaani sturi ya urithi, ilikuwa bado imo chumbani mwao. Bahati siku moja mtumishi mgeni aliyetembelea katika kanisa alipewa kuhudumu. Wakati wa ibada, Roho wa Mungu alimpa mtumishi huyo neno la maarifa, naye akamwita dada huyo kwa jina lake, kisha akamwambia, kuna kitu ulichoachiwa na bibi yako chumbani mwako. Ni sturi iliyobeba laana na uchawi. Sturi hiyo ndio chanzo cha tatizo la maumivu ya kichwa ya upande katika familia na ukoo wenu wote. Unapaswa kuiondoa na kuiteketeza sturi hiyo kabisa. Msichana alishtuka sana kwa kuwa hakuwahi kumwambia yeyote kuhusu sturi hiyo, na neno lile lilikuwa sawa kabisa. Usiku huo alirejea nyumbani na akaiondoa sturi hiyo chumbani mwake na kuiweka kando. Hakuiondoa tu sturi hiyo, bali aliitoa nje kabisa na kuiteketeza kwa moto. Kisha akayaombea majivu yaliyosalia, akikemea na kujitenga na laana zote zilizoambatanishwa na sturi hiyo na kuzivunja kwa jina la Yesu. Baada ya hapo, hali yake ya mateso haikurudia tena, na mama yake aliyokuwa bado hai, aliyeteswa na taabu zile, naye akapona mara tu baada ya kuteketezwa kwa madhabahu hiyo ya kichawi nyumbani mwao. Mwendelezo wa laana na mateso ulivunjwa. Laana iliyotembea kwenye familia, ukoo na kizazi kizima ikakoma kabisa, kwa sababu madhabahu ilikuwa imeondolewa. Kwenye ulimwengu wa roho wa kichawi, mimi na roho chafu tuliopewa jukumu la kusimamia na kuitesa familia na ukoo ule, tulikuwa tumepoteza kabisa nyenzo na uhalali wa kisheria wa kuendelea kuwashikilia kwenye vifungo vya mateso na kuwatesa. Hii ni kwa sababu madhabahu iliyotupa uhalali huo iliharibiwa na kuondolewa kabisa. Agano letu liliondolewa, hivyo hatakuwa na uwezo tena wa kuigusa familia hiyo. Hiyo ndio nguvu ya madhabahu ya vitu vya kurithi. Kisa hiki hakikutokea kwa familia ya Bwana Otieno peke yake, bali kwa familia nyingi, na nitaeleza tena kuhusu mateso yaliyoikumba familia nyingine mmoja wapo. Hii ni kutaka kukutazamisha uone jinsi madhabahu za vitu vya urithi ilivyo hatari. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Bebe huko Addis Ababa nchini Ethiopia. Alikuwa mwenye umri wa miaka 26 na aliyekuwa ameoa karibuni kwa wakati huo, na walikuwa wameazimia kuanzisha familia, yaani kuzaa watoto kwa wakati huo. Lakini ajabu, miezi 6 tu baada ya ndoa yao mpya, mkewe alianza kukutana na jambo la kutisha na la kuogopesha. Alikuwa akishtuka na kuamka kila saa 9 kamili usiku. Alikuwa anajihisi kama kuna mtu aliyekuwa anamkandamiza kwa nguvu sana kifuani. Hilo lilipomtokea, alikuwa hawezi kuinuka, hawezi kuongea, alikuwa hawezi kujiongea, alikuwa anajilaza tu kitandani kama aliyepoza au kufa kabisa. Alijihisi tu kama kitu kizito kimewekwa juu ya mwili wake. Hilo ndio lililotokea usiku baada ya usiku. Alimshirikisha mumewe, lakini majibu aliyopewa ni kwamba huenda ni ndoto chafu tu ambazo anaziota ndizo ambazo zinamfanya ajihisi hivyo. Mumewe aliendelea kujibu hivyo, akijua ni ndoto mbaya tu anazoota mkewe, hadi siku moja hali hiyo ilipomtokea, naye akiwa hali hajalala. Aliona jinsi mkewe alivyokuwa anashindwa kupumua vizuri. Aliwasha taa na kisha akamshuhudia mkewe anavyoteseka hali akiwa amejilaza kitandani kwao. Alimshuhudia mkewe akiwa ametoa macho yake, asiyejiweza kwa lolote, wala hawezi hata kuongea. Alimshtua na kumuita kwa jina lake, lakini papo hapo hakuweza kurejea katika hali yake hadi baada ya dakika moja hivi, ndipo akarejea katika ufahamu wake. Mara tu baada ya kurejea katika ufahamu wake, mkewe alianguka chini na akaanza kulia, akisema kitu kibaya kinamshambulia hapo kitandani. Walienda kwa mchungaji wao. Mchungaji aliwaombea, akamwaga chumba chao kwa mafuta ya upako, na aliamuru roho zote chafu kuondoka. Kwa usiku ule mashambulizi yalionekana kama vile yameacha, lakini usiku wa 3 yake yalirejea tena yakiwa mabaya kuliko mwanzo. Mke wa kaka Bebe alianza kuogopa kulala. Alibakia hakikisha kwa kadri alivyoweza. Hatimaye uchovu ulipomzidia alilala, na mara tu baada ya kulala hali mbaya na ya kutisha ilimtokea tena. Sikuhusika kibinafsi kwenye mateso dhidi ya ndoa hii, lakini mchawi mwenzetu wa zama hizo
kutoka huko Addis Ababa ndiye aliyekabidhiwa jukumu hilo la kuhakikisha uwepo wa madhabahu na lango la kichawi litakalowezesha kumiliki na kuitesa familia hii. Madhabahu yenyewe ilikuwa ni shanga yenye rangi za kupendeza aliyeachiwa na bibi yake baada ya kifo chake. Bibi yake huyo marehemu alikuwa ni mshirika mkubwa wa uchawi na majini, na alivaa shanga hiyo kwa zaidi ya miaka 40 alipokuwa kwenye mambo ya kichawi. Alipokufa familia walimpa mke wa Bebe shanga hiyo kama mtu atakayeitunza na kuiweka hai kumbukumbu ya bibi yao. Mke wa Bebe alikuwa anaipenda sana shanga yake ya urithi, na alivaa karibu siku zote. Usiku wa kulala alivua shanga hiyo na kuiweka kwenye meza ndogo kando tu ya kitanda chao. Jambo ambalo hakujua ni kwamba cheni ile ilikuwa imetolewa wakfu kwenye uchawi, imenajisika na imebeba maagano na roho za kichawi. Ilikuwa imekabidhiwa kwa roho za kwenye maji, na roho hizo zilikuwa na uhalali wa kumshitaki hata kumtesa yeyote ambaye angevaa cheni hiyo au kuiweka chumbani mwake anamolala. Kila siku roho mbaya zilikuja na zilipitia cheni hiyo na kumshambulia dada huyo. Ile hali ya kupooza na kupoteza fahamu haikuwa ya kawaida, ila ya kipepo. Mapepo moja kwa moja yalimgandamiza kifuani kila usiku, yakitaka kumshambulia na hata kusababisha kifo kwa kumkosesha pumzi. Pia yalikuwa yanazuia ujauzito kwake na hata kutaka kuivunja ndoa yake kabla hata haijaimarika. Baada ya wiki kadhaa za mateso hayo, Abebe na mkeo walienda kwenye maombi ya ukombozi katika kanisa jirani. Mtumishi aliyeongoza ibada ya siku hiyo akapewa neno la ufunuo dhidi yao. Alimkabili mke wa Bebe na kumwambia, unavaa kitu cha mtu aliyekuwa mchawi na aliyetumia nguvu za uchawi wa maji, ambaye amekwisha kufa. Kitu hicho ni shanga au cheni ambayo ndio chanzo cha mateso yako yote. Unapaswa kuiharibu leo. Mke wa Bebe alishangaa na kushtuka sana kwa sababu hakuwahi kumwambia mtu yote kuhusu shanga hiyo, japo neno la mtumishi huyo lilikuwa sahihi kabisa wala halikukosewa. Mke wa Bebe alienda nyumbani kwake siku hiyo, akachukua mkufu wake, akauharibu kwa koleo na shanga zake akazitupa kwenye moto. Kisha akaomba dhidi ya majivu na kuamuru kila agano ambalo bibi yake aliingia na ufalme wa maji na wa kichawi kuvunjika kabisa. Usiku huo alilala kwa amani kabisa. Hakukuwa na mashambulizi yoyote, hakuzimia wala hakuhisi tena uwepo wa kitu kizito kifuani mwake. Kuanzia siku hiyo na kuendelea hakukuwa na tatizo tena. Baada ya miezi mitatu akapata ujauzito wa mwanae wa kwanza. Hii ni kwa sababu mapepo yaliyokuwa yamezuia ujauzito wake yalikuwa yameondoka. Mara tu baada ya madhabahu na malango yao ya kipepo, yaani shanga ya urithi, kuondolewa na kuteketezwa kabisa. Kwenye ulimwengu wa roho waliokabidhiwa jukumu la kumiliki na kumtesa, walipoteza umiliki wao na uhalali wa kuendelea kummiliki na kumtesa. Mkufu uliondolewa na agano likavunjika, na hivyo mchawi husika na mapepo yake hawakuweza tena kumnasa mke wa Bebe wala kumtesa. Neno la Mungu halikupungua wala kukosea. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari ule wa 25, Biblia inasema, sanamu za kuchonga za miungu yao mkaziteketeze kwa moto. Usitamani fedha wala dhahabu iliyo juu yao, wala usitwae iwe yako, usije ukanaswa nayo, kwa maana ni machukizo kwa Bwana Mungu wako na machukizo. Usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu mfano wake, usikichukue kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kitu haramu. Andiko na agizo hilo halihusu sanamu au vinyago peke yake, bali kitu chochote kilichowekwa wafu kwa uchawi na miungu. Uwekapo kitu hicho ndani mwako, unaufukuza uso wa Mungu na kumkaribisha shetani, wachawi na mapepo kufanya wanachotaka ndani mwako. Unapotunza na kuendelea kubaki na vitu hivyo vilivyotolewa kwenye uchawi na uganga au vya marehemu ndani mwako, basi ujue unaendeleza au unatunza yale maagano mwenye hivyo vitu aliyoyaweka na shetani. Unapoendeleza vitu hivyo, unapoendelea kuvitelekeza vitu hivyo, basi ujue
Unapoviteketeza vitu hivyo, basi ujue unayavunja maagano hayo yaliyoambatanishwa na vitu hivyo, na umevunja mwendelezo wa mateso, laana, vifungo vilivyoambatanishwa na vitu hivyo. Hii ndio nguvu ya madhabahu ya vitu vya kurithi au kupewa na rafiki ambaye ni wakala wa nguvu za giza. Angalizo: kama una kitu chochote katika cha mtu aliyekufa ndani ya chumba chako cha kulala au katika nyumba yako, hasa aliyejihusisha kwenye mambo ya imani potofu, imani za matambiko, ibada za marehemu au ibada za wafu, ibada za mizimu, ushirikina, yaani aliyependa kutumia kwenda kwa waganga au kutumia dawa za mitishamba za waganga wa kienyeji, aliyejihusisha na uganga wa jadi, imani za jadi na matendo ya uchawi, basi ujue vitu hivyo vimenajisika. Vitu vyote viachavyo na mtu wa tabia yoyote kati ya tabia hizo tulizozitaja ni madhabahu za kichawi na ni malango ya kipepo kwako au kwenu mlio hai, mliorithi na kuweka vitu hivyo ndani au vyumbani mwenu. Vinampa shetani na jeshi lake lote uhalali wa kuwafikia na kuharibu kila kitu chenu, kama vile afya yenu, ndoa zenu, uzao wenu, watoto wenu, uchumi, imani zenu, mafanikio na kadhalika. Mnapaswa kuviondoa sasa, mviteketeze kabisa. Hampaswi kuvitunza tena ndani karibu yenu. Msivitunze kwa kigezo cha kudumisha heshima kwa wapendwa wenu waliokufa. Hivyo ndivyo vinavyowafanya muwe wagonjwa na kuharibikiwa kabisa. Ninaomba sasa ufanye jambo moja hapa sasa hivi. Kwenye maoni au comments hapo chini ya video, andika hivi: ninaondoa kila madhabahu ya vitu vya kurithi au zawadi za marafiki wabaya chumbani mwangu. Andika sasa, usisubiri mpaka video ifike mwisho. Andika kwanza sasa, kisha uendelee kuitazama video, adui asije akakusahawisha. Andika sasa, kwa sababu ukiri huo utateketeza laana ya kizazi chenu chote. Watu wa familia, ukoo au kizazi chenu wataanza kuona uhuru na kuachiliwa na kuvunjika kwa vifungo mbalimbali, hali ambayo kamwe hawakuwahi kuishuhudia. Kabla sijafika mwisho, nataka kukuombea jambo moja hapa. Kama hiki ulichokisikia kimefungua macho yako na umeanza au umeelewa kwa kina hasa kuhusu nini sababu ya wewe kuugua au ndugu zako na kuteseka kwa muda mrefu, basi sambaza ujumbe huu kwa kila mtu ambaye unahisi anahitaji kujua na kuyapokea maarifa haya. Watu wa familia yako, washirika wenzako kanisani, kundi la marafiki zako ambao wapo katika vifungo na mateso ya aina hii, hali hawajui ni nini sababu ya mateso yao. Washirikishe sasa ujumbe huu na wa ufunuo na uwatumie sasa. Sasa nitakuletea muhtasari wa madhabahu zote tatu. Sasa hebu nizilete madhabahu zote tatu kwa pamoja. Madhabahu zote tatu, madhabahu za kioo, madhabahu za kielektroniki na madhabahu za vitu vya urithi. Sio vitu vipatikanavyo katika vyumba vya kulala tu, bali ni silaha ambazo adui huzitumia kufanya uwe mgonjwa mara kwa mara. Madhabahu hizo ndio silaha, ndio sababu kwa nini hujapata nafuu hata baada ya kufunga na kuomba na hata baada ya maombi ya ukombozi. Hii ni kwa sababu madhabahu ziliendelea kuwepo na malango yalikuwa wazi. Lakini leo unapopata maarifa na unapojua nini chanzo na nini cha kukiondoa, na mara tu baada ya kuondoa madhabahu hiyo, lango la kipepo hufungwa. Malango hayo yanapofungwa, na haki ya kukumiliki na kudhoofisha afya yako na mambo yako yote huondolewa kabisa. Ugonjwa utalazimika kukuachia, mateso yatalazimika kuondoka kwa sababu msingi wao umeondolewa. Nimeshuhudia hilo likitokea kwa watu mara nyingi. Nimeona waamini waliokuwa wagonjwa kwa karne nyingi na karne kadhaa, lakini walipona kabisa magonjwa yao mara tu baada ya kuondoa madhabahu hizo zilizokuwa katika nyumba zao. Nimeona watu waliopona dhidi ya magonjwa sugu ambayo madaktari waliyaita magonjwa sugu na magonjwa yasiyotibika. Sio kwamba madaktari walikosea, hapana. Ni kwa sababu magonjwa hayo hayakuwa ya kawaida, ila ya kipepo. Na pale tu chanzo cha kiroho cha tatizo kilipogunduliwa na kuondolewa, mateso haya yalikoma kabisa. Hivyo ndivyo itakavyokutokea wewe
na ndugu zako na rafiki zako pale mtakapoondoa madhabahu za kipepo ndani mwenu na kuviteketeza kabisa. Utakuwa umefunga madhabahu ya adui inayompa nafasi ya kukupata na kuzuia roho za kipepo kuto kukufikia na kutoathiri afya yako na mambo yako tena. Kwa namna hiyo utakuwa umeharibu mwendelezo wa magonjwa, mateso, vifungo vya kurithi vinavyotesa familia yenu vizazi kwa vizazi. Sasa ninataka niombe pamoja na wewe. Nataka nihuishe na kuanzisha upenyo huo wa kiroho maishani mwako. Na ninapenda uombe maombi haya kwa sauti, kwa sababu utakapofanya hivyo, kwa kuwa kuna kitu katika ulimwengu wa roho kitakachobadilika. Madhabahu za giza zitaanza kuvunjika, malango ya kipepo yataanza kufungwa na mwili wako utaanza kupokea uponyaji wa Yesu Kristo. Kokote uliko, ikiwa wewe ni mgonjwa, omba maombi hayo pamoja nami. Au unasumbuliwa na matatizo haya ambayo mara nyingi umeenda hospitali na umeambiwa tatizo lakini hawajajua chanzo cha tatizo, na umetumia madawa muda mrefu hujapata nafuu yoyote, basi omba. Huenda sababu ni madhabahu za kichawi katika nyumba yako au vimba vyako. Kwa hiyo nitakusihi sana, omba pamoja nami maombi haya kwa kufuatana. Baba, ninakushukuru kwa kunifungua macho dhidi ya madhabahu za siri na za kipepo ambazo adui anazimarisha ndani mwangu. Asante kwa kufichua mikakati ya adui dhidi ya afya yangu. Ninasema asante. Kuanzia sasa mimi sio mjinga tena dhidi ya silaha zake, na sasa katika jina la Yesu Kristo ninaamuru kila madhabahu za vioo chumbani mwangu zivunjike. Ninafunga malango yote ya kipepo yaliyofunguliwa kwa njia ya madhabahu za vioo. Ninafunga kila mwanya ambao mapepo yaliupata kupitia vioo chumbani mwangu. Ninatangaza usingizi wangu, ndoto zangu na roho yangu vimefunikwa kwa damu ya Yesu. Ninatangaza roho zote za madhaifu na mateso yaliyoelekezwa mwilini mwangu vivunjike kwa jina la Yesu. Kila vifungo vilivyonitesa vivunjike kwa jina la Yesu. Kila magonjwa ya ajabu ambayo matabibu hawakuweza kuyabaini ndani ya mwili wangu wala kuyatibu yatoweke kwa jina la Yesu. Mwili wangu ni hekalu na makazi ya Roho Mtakatifu, na kamwe hautakuwa makazi ya mapepo. Ninakiri uponyaji kamili leo, urejesho wa afya yangu, nguvu zangu zirejee upya katika kila kiungo, mfumo wangu wa mwili, na kila seli iliyodhoofishwa ifanywe upya tena kwa jina la Yesu Kristo. Nimeponywa, ni mzima na niko huru katika jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Kama umeomba maombi hayo, basi amini kwamba kuna jambo limeondoka katika ulimwengu wako wa roho. Madhabahu za vyumbani zimeangushwa na malango ya kipepo kwako yamefungwa, na rada za adui kuinasa afya yako, maisha yako, wokovu wako yameharibiwa kabisa. Na sasa kilichobaki kwako ni kufanya kwa vitendo. Ondoa vitu vyote vilivyobainishwa, pangilia vema vioo vyako, ondoa vifaa vya umeme au vya mawasiliano, teketeza vitu vyote vilivyovirithi kutoka kwa aliyekufa au rafiki wakala wa kuzimu, ili uone uponyaji wako sasa. Hebu nikupe mwongozo wa namna ya kufanya kwa vitendo kwa kila aina ya madhabahu. Kuharibu madhabahu ya kioo, ingia katika chumba chako cha kulala, chunguza vioo vyote. Kama kuna kioo kinachotazama kitandani pako, badilisha uelekeo wake au kifunike kwa kitambaa au kiondoe kabisa chumbani mwako. Kama una mlango wa kioo unaokabili kitanda chako, hakikisha unaufunga vizuri wakati wa usiku, au ufunika vioo vyake kwa kitambaa wakati wa usiku, au badilisha mlango huu. Usilale hali nyuso akisi, yani vioo vinakabili au kutazama kitandani unapolala. Madhabahu ya vifaa vya umeme, mawasiliano, jiwekee kanuni mpya nyumbani mwako kuanzia usiku wa leo, ili uweze kuziondoa kabisa. Kusiwe na simu, tablet, kompyuta mpakato katika chumba chako cha kulala baada ya saa 4 usiku. Chajia vitu hivyo vyote katika chumba kingine nje ya chumba chako cha kulala. Kama ulikuwa unatumia simu yako kwa ajili ya kugongea kengele ya kukuamsha muda wa maombi usiku, basi kanunue saa halisi yenye sifa ya kugonga kengele baada au katika ule muda ambao utakuwa unautegesha ili uweze kugonga kengele. Lifanye eneo lako la kulala kuwa eneo huru kabisa, mbali na madhabahu za vifaa vya kiteknolojia.
Chumba chako cha kulala kiwe chumba cha utulivu na kupumzika, na sio eneo la mahangaiko na uharibifu. Na kama umekuwa ukisumbuliwa na tatizo la kukosa usingizi, tatizo la hofu kupindukia, mashaka au kukosa utulivu wakati wa kulala, utaona mabadiliko makubwa baada ya siku chache ukifanya hayo mabadiliko tuliyopendekeza. Kuhusu madhabahu za vitu vya urithi, chunguza ndani mwako mote, ubaini kila kitu cha urithi kilichoachwa na mtu yeyote aliyekufa, kama vile nguo, pete, hereni, cheni, pambo la aina yoyote, picha, vifaa vya samani kama vile meza, stuli, vitanda, kabati na kadhalika, au kitu chochote ulichokipata alichotumia mtu yeyote ambaye alishafariki. Hata kama ni picha, viondoe vitu hivyo haraka, usivitunze. Huenda marehemu huyo aliwahi kuwa mshirika, yani aliwahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, aliwahi kufanya mambo ya giza au kuwa mchawi, au aliwahi kufanya mambo yasiyoendana na Ukristo kama kuabudu mizimu, kuombea wafu, kuabudu miungu au mizimu, au aliwahi kujiunga na jamii za jadi, jamii za imani za jadi au jamii za siri. Usivitunze vitu hivyo, viteketeze kabisa, vichome kama inawezekana, na ombea muda unapokuwa unaviteketeza dhidi ya majivu kama ukivichoma. Amuru kila roho chafu, laana, vifungo na maagano ya kichawi yaliyoambatanishwa na vitu hivyo kuvunjika kwa jina la Yesu. Kama unataka kuvunja laana za ukoo kwa njia ya magonjwa au ulevi, zilizotesa ukoo kwa njia ya magonjwa, ulevi, uganga, uchawi na kadhalika, unapaswa kuchukua hatua. Imani bila matendo imekufa. Umeomba, lakini sasa fanya kwa vitendo. Ondoa madhabahu za adui zote ndani mwako ili kufunga malango ya adui kwako, na usubiri kuona uponyaji na urejesho wa afya kutoka kwa Mungu wako. Sasa nahitaji kwako ukiri kwa kinywa chako mwenyewe popote ulipo, lakini pia kuandika hivi kupitia comment hapo chini ya video. Andika hivi: chumba changu cha kulala ni eneo la takatifu, ni madhabahu ya uponyaji na pumziko. Andika sasa. Unapoandika sio tu unaandika sentensi au kauli fulani tu, la, bali unaimarisha uhalisia mpya katika ulimwengu wa kiroho. Chumba chako cha kulala hakitakuwa tena eneo ambalo adui anapata nafasi. Kitakuwa ni eneo la ibada, eneo takatifu, eneo ambalo uponyaji utatokea na amani itatawala. Andika sasa kwenye nafasi ya maoni chini ya video: kitandani pangu na chumbani mwangu ni madhabahu ya uponyaji na pumziko. Weka ukiri huo, kisha tazamia urejesho kamili kutoka kwa Bwana. Kabla sijahitimisha, hili ni muhimu sana: subscribe, gusa alama ya kengele chini ya video sasa hivi. Na hii ni muhimu sana. Ni kwa nini? Hii ni kwa sababu ufunuo huu ni mwanzo tu. Mungu anaenda kufunua siri kubwa zaidi, mbinu na mikakati mikubwa zaidi ya vita vya kiroho na silaha za vita vya kiroho kwa ushindi kamili na upenyo kamili wa kiroho. Ufalme wa giza umefanya mambo yake kwa siri sana, lakini kama vile Mithali 28:28 isemavyo, waovu wainukapo watu hujificha, lakini waangamiapo watu wenye haki huongezeka. Ninafichua kila mbinu na mikakati ya siri ya giza, kila mbinu za kishetani na kila silaha za kichawi zinazotumika kushambulia na kuharibu hatima yako. Ninatamani uvae silaha zote za Mungu na uishi maisha katika uhuru kamili na mamlaka ya Mungu wako. Subscribe sasa hivi na uguse alama ya kengele sasa. Fanya hivyo ili usikose ufunuo mkubwa utakaoletwa hivi punde. Kila video na ujumbe wako ni ufunguo kuelekea uhuru wako kamili, upenyo wa kiroho na mamlaka kamili. Usikose ufunuo mkubwa utakaoletwa hivi punde. Hebu nikuache katika kweli yenye nguvu na msingi wake mkubwa katika neno la Mungu. Wewe sio mtu wa kushindwa, bali ni mshindi. Warumi sura ya 8 mstari wa 36. Wewe sio mtu wa kushindwa tena, bali unayaweza yote kwa kuwa yuko yeye akutiaye nguvu. Wafilipi 4:13. Wewe sio mtu wa kuteswa na magonjwa tena, bali umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote za yule mwovu. Luka 10:19. Wewe ni mwana wa Mungu na rafiki wa Mungu.
waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa kwanza na wa pili. Umeketishwa mahali pa juu sana pamoja na Kristo, Efeso 2 mstari wa 6. Umepewa mamlaka yote ya Mungu dhidi ya kila nguvu za giza, kila laana na kila aina ya mateso, na umepewa kushinda, Marko 16:17 hadi 18. Kama utaishi na kutembea kwa mamlaka ya kifalme na kuzitumia mbinu hizi za vita vya kiroho, utakuwa mtu asiyeguswa wala kuzuiwa na chochote katika ulimwengu wa roho. Haijalishi adui na kutumia madhabahu yake ya kichawi aliteka afya yako, lakini leo mnyororo wa mateso umekwisha kabisa. Sasa una maarifa ya neno la Mungu kutambua hizo roho za adui, Hosea 4 mstari ule wa 6. Una maarifa katika kuomba, Yakobo 5 mstari wa 16, na mamlaka ya kuteketeza kazi zote za adui. Sasa una nguvu za Roho Mtakatifu ili kutembea katika afya kamili na uhuru wote. Matendo ya Mitume 1 mstari wake wa 8. Hii ndio huu ndio ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Naya Wanjiru kutoka nchini Kenya, yeye ambaye aliwahi kuwa katika ufalme wa giza na baadaye Bwana akamwita kwa ajili ya kulipa kanisa lake maarifa. Kwa hiyo ninakusihi sana mpendwa msikilizaji wewe ambao umesikiliza ushuhuda na umepata maarifa na tayari umekutana na changamoto kama hizi katika ulimwengu, katika maisha, mazingira unamoishi, basi nikusihi sana isiishie kusikia tu. Nenda kafanyie mazoezi na Bwana atakuponya naye atakubariki. Lakini nimalizie ukurasa wa mwisho wa ushuhuda huu. Anasema chukua hatua sasa hivi, nenda chumbani mwako na ondoa kila madhabahu za adui, kila malango ya kipepo yaharibiwe, ili Bwana Yesu arejeshe kila kitu adui alichokiba kwako. Sawa sawa na Yoeli 2 mstari wake wa 25. Uponyaji wako wa kiroho na urejesho kamili urejee kwako katika jina la Yesu. Mimi ni Naya Wanjiru, niliyewahi kuwa mwovu wakati wangu wa ujinga, niliyebobea katika kuwashambulia Wakristo na wachungaji, na sasa mimi ni rungu la Bwana, silaha itumikayo isaidiayo ukombozi wa wengine katika ufalme wa Mungu. Sawa sawa na Isaya 54 mstari wa 17. Sitaacha kufichua siri za ufalme wa giza hadi pale kila aliyemwamini Yesu atakapotembea katika uhuru kamili. Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka yote akubariki, akuponye na kukurejeshea kila kitu chako ambacho adui alikiharibu toka kwako. Sawa sawa na Yeremia 30 mstari ule wa 17. Utembee katika afya yako na utakatifu wote siku zote za maisha yako katika jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, huo ndio ushuhuda na tafsiri ya ushuhuda wa mtumishi Naya Wanjiru kutoka nchini Kenya, pamoja na maombi ambayo ni ya msingi, ni ya muhimu kwa Mkristo, pamoja na mambo ya kuyafanya ili upate kuzivunja na kuziondoa madhabahu zote za kichawi zinazopatikana katika vyumba vyetu vya kulala na kugeuka kuwa malango ya shetani na wachawi kufanya dhambi. Na Wakristo wengine wanaota ndoto wanafanya uzinzi, lakini pia wengine wanaota ndoto wanateswa, wanakandamizwa, kama tulivyoona madhabahu ya kwanza ya vyoo, madhabahu ya pili ya vifaa vya umeme, na madhabahu ya tatu leo tumeona ni madhabahu ya vitu vya kurithi. Vitu vyote vya kurithi, inawezekana ikawa ni saa, inawezekana ikawa ni vyombo vya kupikia, inawezekana vikawa ni kitu chochote ambacho mtangulizi wake alikuwa ni mshirika wa giza, au alikuwa anajiita Mkristo lakini anafanya machukizo, anaabudu mizimu, anafanya ibada za wafu na mambo mengine mengi. Basi kitu chochote ambacho aliyokuwa kukitumia
hata kama kinajificha kwenye mgongo wa kidini, hicho kitu kinaambatanishwa na manuizo na malango ya kuzimu yanakitumia kwa ajili ya kupandikiza uchawi, magonjwa, mateso. Na ndio sababu kubwa ya magonjwa mengi ya ukoo yanayoenea kizazi hadi kizazi, ambayo wengi wakienda hospitalini wanalalamika hawana maumivu makali, lakini vipimo vyote havionyeshi shida yoyote. Kwa hiyo nikusii sana, ni msimuliaji wako Mwalimu Chris Deogratias. Usiache kusubscribe, usiache kushare kwa ndugu wengi, wala usiache nikukaribishe tena katika mwendelezo na katika masomo mazuri ambayo Bwana anatupa kupitia channel yako Goshen One Injili na Ushuhuda TV, kisiwa cha maarifa. Lakini yamkini pengine umesikia video zilizotangulia kwa habari ya utakatifu wa kweli na wokovu wa kweli, na unatamani kumpokea Yesu. Tunakusihi sana kupitia comments, lakini pia unatamani kubatizwa ubatizo wa kweli, ubatizo unaobatizwa kwa jina la Yesu katika maji tele na baada ya kuamini na kutubu dhambi, na unatamani kutembea katika wokovu wa kweli, sio wokovu wa kujipamba kidunia, wokovu wa kusherehekea Christmas, ni wokovu wa bandia. Kwa hiyo nikukaribisha sana kupitia comments, utawasiliana nasi tukaunganisha pia na wanachungaji wengi wa kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Na sasa Bwana ametupa neema, tumefika mikoa mingi. Utabatizwa kwa jina la Yesu, sio katika maji yaliyowekwa kwenye visima au kwenye kikombe, maji yaliyo hai, maji yanayotembea, na Bwana atakubariki. Utatembea katika ushindi na Bwana atakushindia. Bwana kubariki. Shalom, shalom. Mwalimu Chris Deogratias. Usiache kusubscribe, kushare kwa rafiki zako na kucomment. Karibu. Bwana kubariki.